Nitanukuu Matendo ya Mitume sura ya 2 38 mpaka 39. Sura ya 2 38 mpaka 39 nanukuu. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sasa nasema kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu watu wamjie. Mwisho wa kunukuu. Sasa mpaka hapa tunaona siri, injili ya wokovu ni moja, sio vipande vipande. Ujumbe hapa unaonyesha kwamba kuzaliwa mara ya pili na ujazo wa Roho Mtakatifu ni ujumbe mmoja. Anasema tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kituo kikubwa. Kwa maana toba ni jambo kama tukio, ubatizo ni jambo kama tukio, kujazwa Roho Mtakatifu nako ni tukio, lakini ni matukio matatu katika ujumbe mmoja. Yani hayo ndio package. Wanaoshindwa kuelewa hapa ni wale wanaoamini kutubu, sisi zamani tunaweza kukata shauri ndio kuokoka, ndio kila kitu. Na wako wengi duniani wanaoamini tu toba basi kila kitu kimekwisha, na ndio wenye kuamini kwamba ukishatubu tayari umezaliwa mara ya pili, tayari una Roho Mtakatifu. Lakini hapa wokovu unapatikana katika mchakato: toba, ubatizo wa maji, ujazo wa Roho Mtakatifu. Ni ujumbe mmoja. Usipokamilisha huu mchakato ukakuhamia mahali fulani, hauko sahihi. Kwamba utaenda mbinguni au utaenda, hilo ni somo jingine kwa siku nyingine. Lakini nataka kuzungumzia usahihi. Wokovu kamili: toba, ubatizo wa maji na ujazo wa Roho Mtakatifu. Ndio umevuka daraja. Sasa kwa sababu ujumbe wa Roho Mtakatifu unatofautishwa na kutenganishwa kama ni habari nyingine isiyohusiana na kuzaliwa mara ya pili, hapa tunaona ushahidi wa Petro alivyo ya combine yote kwa wakati mmoja. Na nataka uelewe kwamba hii ni sentensi moja, sio sentensi mbili. Na kuzaliwa mara ya pili sio toba peke yake, ni jumla ya yote yaliyotajwa kwenye ujumbe wa Injili.